Ubinafsi tumekata. Kushirikiana kazini ni kujenga Kenya. Ubinafsi tumekata. Kushirikiana kazini ni kujenga Kenya. Nimefahamishwa na wanaoandaa ratiba kwamba wakati mgeni rasmi atakapokuwa akiingia, kwaya zetu zote na bendi zetu zote zitakuwa tayari kwenye uga ili tuweze kumkaribisha na wimbo Tushangilie Kenya. Kwa hivyo nitaomba wanaopanga, mwalimu na officers wenzangu kutoka PPMC, kwaya zote sasa ziweze kwenda mbele. Na wakati huo mnapojipanga, nitapisha bendi yetu ya polisi iliyoko kwenye msafara wa rais chini ya himaya za msaidizi wa Inspector Generali Bwana Wambura watupe burudani mbili. Ikinikumbusha kwamba wakati ukifika takuwa na wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya na wimbo. Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji, karibu kwenye matangazo haya ya moja kwa moja ya makala ya 60 ya sherehe za Labor Day, ikiwa leo mtazamaji ni tarehe Mei Mosi mwaka wa 2025, na kama unavyoona ni sherehe ambazo huandaliwa na pamoja na KOTU na serikali kupitia Wizara ya Labor. Ni sherehe mtazamaji za mwaka huu zikisubiriwa kwa hamu na ghamu na wafanyikazi, wakiamini kwamba zitaweza kuangazia maslahi ya wafanyikazi kuanzia nyongeza za mishahara hadi kwa marupurupu yao. Picha unazozipata kwa hivi sasa ni kutoka Uhuru Gardens hapa jijini Nairobi. Ni maadhimisho yanayofanyika hapa jijini Nairobi, lakini kuna maeneo tofauti ambapo maadhimisho hayo ya sikukuu ya Labor Day yanafanyika. Kwa hivyo basi nitaweza kuungana na baadhi ya wenzangu wakiwa maeneo tofauti, ikiwa ni maeneo ya Mombasa, Nyeri, Kericho. Kama unavyoona ni picha hizo zinakujia moja kwa moja ni kutoka mji wa Kericho ama kaunti ya Kericho, ambapo sherehe za Labor Day zinaonekana kunoga. Hebu tupate kusikia ni yapi yanaendelea kwa hivi sasa. Inakubalika. Ambia slow kidogo, wasiende haraka sana. Naam, shukrani sana mtazamaji. Kama unavyoona ni sherehe ambazo zimeonekana kunoga katika kaunti ya Kericho, na sasa moja kwa moja naelekea hadi Uhuru Gardens ambapo mwanahabari mwenzi Jimmy Mbogo yuko tayari kutujuza mengi zaidi. Ni yapi yanayoendelea kwa hivi sasa? Kwako Jimmy. Naam, shukrani sana Lulu. Tumekuwa katika uwanja huu wa Uhuru Garden kutoka mida ya saa 1 asubuhi ili tu kuweza kuwapasha watazamaji wetu yale yanayojiri katika maeneo haya. Kwa sasa tumekuwa tukizungumza na wale wa Kenya ambao wamejitokeza kuweza kuja kusikia ni yapi ambayo serikali imejiandaa
kuwatangazia wale wafanyikazi katika hii siku, katika hii maadhimisho ya siku ya wafanyikazi hapa nchini. Na wengi wao ambao tumeweza kuzungumza nao, Lulu, kile ambacho kinaonekana kuwakera kwa sana ni masuala ya kutoweza kuwa na ile ambayo kwa kimombo tunaita disposable income, ama ni yale marupurupu ya kuweza kutumia. Tunaona tu kidogo ni kama kuna vile watu wanaambiwa wasonge kidogo wakaribie katika maeneo kuliko na jukwaa. Naomba kwa sasa, Lulu, niweze kupata maoni ya baadhi ya Wakenya ambao wamejitokeza hapa ili kuweza kujua matumaini yao ni yapi, haswa katika ile hotuba ya rais, katika hotuba ya wale ambao ni employers na pia kutokana na ile wizara ya labor ama wizara ya wafanyikazi, ili tujue tu ni yapi ambao wanatarajia. Mama, tunaomba utuambie majina yako, utuambie unajishughulisha na kazi gani na matumaini yako siku ya leo ni yapi? Kwa majina naitwa Elizabeth Kosibori, nafanya kazi na Climate Works. Kwanza ni kumshukuru rais kwa kutupatia hii opportunity. Lakini natarajia leo angalau waongezeka kitu, itoke 500 iende 700. Na tena isiwe ni kufanya in shift, tufanye continuously. Ndio angalau kwa mwezi mtu unapata ngiri 10. Kwa sababu kuna single mothers anategemea hiyo kitu. Asante. Shukrani sana. Tunaomba tupate maoni ya wengine tu, Lulu, ambao pia wako katika maeneo haya na wangependa kuweza kuelezea matumaini yao siku hii ya leo. Kuna huyu dada ambaye karibia tu hapa, uweze kutuambia majina yako na unafanya kazi gani na matumaini yako katika siku ya wafanyikazi ni yapi? Kwa majina naitwa Metrin Aliaka. Mimi ni mkazi wa Embakasi East. Mimi hapa awali nimekuwa mwanabiashara. Biashara ikakuwa ngumu na nikajiunga na kazi ya Climate Works ambayo tunalipa shilingi 5,000 kwa kila wiki mbili. Na hiyo shilingi 5,000 imekuwa changamoto sana kwa maisha. Tunaomba siku ya leo kama Climate Works watuongeze hiyo pesa, ndio at least tuweze kukula kwa nyumba, tuweze kusomesha watoto. Kwa sababu wengine wetu kama mimi nimekuja hapa kwa sababu nikikaa kwa nyumba hata chakula haiko. Sasa siku ya leo niko na matumaini ya kwamba tutaangaliliwa vizuri na tuweze kuchunga familia zetu. Kuna wale hata hawajaweza kufika hapa kwa sababu hawana transport ya kufika mahali hapa. Na mimi niko na furaha kwa sababu matumaini ambayo niko nayo yatatimizwa. Asante sana. Na Lulu, huyu maeneo haya yanaonekana ni kama kuna wale vijana wengi ambao wanajishughulisha na kazi ya Climate Works, lakini kama unaweza kuona picha ambazo tutakuletea kutoka hapa, ni kwamba hii ndio ile ambayo inaonekana kama procession ya wafanyikazi ambao watakuwa wakifanya maonyesho ya kuweza hapa tu ni kujiandaa, wanajiandaa, watakuwa wakifanya maonyesho ya kuonyesha ni shughuli gani ambazo wanafanya na ni vipi serikali inaweza kuwasaidia. Naomba kuna upande huu mwingine pia tumeona kuna ndugu ambao wameketi hapa, wacha tujaribu kupata maoni yao pia, tujue shughuli zao ni zipi na matumaini yao siku ya leo. Bwana, habari ya leo? Nzuri. Habari ya leo, tuambie majina yako ni gani, na unajishughulisha na kazi gani na matumaini yako siku ya wafanyikazi ni yapi? Mimi naitwa Haji Were. Nafanya kazi na Ramco Printing. Mimi ni mfanyakazi nimefanya miaka mingi sana. Na siku ya leo ni siku kubwa na wafanyakazi ambao natakana wajifunie na wawe watu wa kutoa maoni zao wasikike, na pia rais akikuja awafanyie Wakenya zile vitu ambao wanaona wanataka. Kwa hivyo sisi kama wana Kenya tunaona kama maisha imekuwa ngumu na kazi haziko. Serikali yetu na rais wetu inatakana sasa ajitoe muhanga, atafutia wao niuze kazi, ambapo sasa ikishifika mahali wasiwa wanakuja kwa street, wanasema kama kuna strike wanakuja kustrike. Unajua hasala ni wengi, wale watu ambao wana kazi ni wengi, na wanatakana
serikali ibuni kazi kwa wafanyakazi, ambapo tutafika mahali kila mtu asikie vizuri na kila mtu aishi maisha mzuri. Hizi maneno wanasema, hizi maneno za nyumba hizi, rais akumbuke wale maskini ambao wanalahoye, ambao hawana kazi, ambao hawana makao, awapatie makao na awapatie kazi, na atengeneze inji ifike mahali ambapo Kenya, mtu akiingia Kenya anajisikia ako Kenya, na sisi wenyewe tukae na amani. Hii maneno ya kupigana huku na huku, wa viongozi wetu washikane pamoja. Inji yetu ni kubwa kuliko mtu mmoja. Naam, kwa wale ambao tumekuwa tukizungumza nao, hisia zao ni kwamba gharama ya maisha imepanda, ile payslip imekuwa ikipungua. Wewe maoni yako ni yapi? Na ukiangalia katika ile payslip ambayo imekuwa ikipungua, ni vipi haswa serikali inafaa kufanya ili iweze kuensure kwamba pia wewe kama Mkenya una pesa za kutosha matumizi yako? Kitu cha kwanza, kusema ukweli, hata mimi niko na payslip, lakini ukiangalia payslip yangu, ukweli ni kwamba payslip imepungua. Kuna zile vitu unajua sasa kwa payslip, kuna sako, kuna hiyo house levy, kuna hiyo NSSF, kuna payslip imepungua. Kwa hivyo ikifika mwisho wa mwezi, mpaka inafika mahali sasa ukipeleka payslip kwa nyumba, waambie mama, hii mwisho wa mwezi imefika. Akikuuliza leo watoto wamefukuzwa shule, inaonekana hauna pesa. Nyumba landlord anakuja na kuambia inataka pesa yangu, inaonekana hiyo pesa hakuna. Kwa hivyo rais atuangalie kama sisi wafanyakazi, ambapo sasa upande wa ushuru atuangalie ushuru iko juu, payslip haina chochote. Shukran sana Lulu, iwapo utanikubalia niweze kupata maoni ya huyu bwana pia, ili tuweze kurudisheni studioni, manake hapa sauti sasa muda wote kutoka sasa huenda rais anaonekana atakuwa akiwasili hapa, kwa sababu hata wale ambao ni security ya presidential escort team ni kama wanajiandaa kumpokea rais kwa sasa, wakati wowote kutoka sasa. Bwana, tunaomba utuambie majina yako, utuambie unajishughulisha na kazi gani, na matarajio yako siku hii ya Labor Day ni yapi? Okay. Kwa majina naitwa Samson Ekuru. Mimi nimetoka all the way from Turkana County ili niweze kusherehekea siku ya leo ya wafanyikazi. Mimi ninatetewa na union ya Kenya Hotel and Allied Workers Union. Sisi wanashughulikia mambo na hospitality industry, mahoteli Kenya mzima, napata Serena, Intercontinental. Mimi ni shop steward. Ile kitu ningependa kuomba serikali yetu iweze kutuangalia ni mambo na contract. Kama hoteli tunapatiwa contract ya short term contract, ambapo mtu aweze akapata benefit at long last. Unapatiwa contract ya miezi 2, kidogo unasimamishwa tena unakuja unapatiwa contract ya miezi 2. Kitu kingine kenye tunataka serikali tuangalilie ni mambo na outsourcing. Makampuni mingi zimekuja zina outsource watu, na watu wanapokuwa outsource hata unapata serikali haiwezi kupata mapato ya kuendeleza nchi. Serikali inategemea kodi. So tungeomba katika hii Labor Day, iwapo hata kama kutakuwa na nyongezo, hiyo nyongezo ikuwe implemented haraka sana, kusiwe na ile kukawia. Tunapata kwamba ile nyongeza ya last year iliyokuwa declared na president ilikuwa gazetted juzi, na sisi wenyewe hatukufaidika. So tungependa kwamba serikali ikitoa sheria fulani, once the president akisha declare the order, hiyo sheria ikuwe implemented. Kitu kingine genye pia tungependa kuhimiza ni kwa hizi union zetu kuwe na wawakilishi wa vijana, wanawake na people with disability, ndio tuweze kuwakilishwa vizuri sana. Asante sana. Na Lulu, hayo ndio maoni ya baadhi ya Wakenya ambao tumeweza kuzungumza nao. Tunajua tutazidi kuzungumza nao jinsi siku hii inavyozidi kuendelea, na hata baada ya hotuba ya rais, baada ya hotuba ya wale viongozi wa wafanyikazi, ili tuweze kupata hisia zao tena na kujua iwapo matarajio yao na matakwa yao yameangaziwa, na kama serikali itakuwa imeweza kuwapa yale majibu ambayo wanatarajia. But kwa sasa turudi kwako Lulu. Thank you, sir.
Naam, shukran sana Jimmy Mbogo kwa kuzungumza na baadhi ya Wakenya ambao wameweza hisia zao kuhusiana na siku hii ya leo ya Labour Day. Lakini ndani ya studio, mtazamaji, na mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi Bwana Martin Chombe, karibu sana. Martin, tumeweza kusikiza wafanyakazi ambao wameweza kupaza sauti zao kuhusiana na siku hii ya leo. Kimtazamo wako, je, unadhani kwamba kuna sababu yoyote ya kusherehekea siku hii ya Labour Day? Asanti sana Lulu kwa kunialika kukuwa nawe katika hiki kipindi na kuongelea masuala ya mfanyikazi wa Kenya. Na kwangu, mtazamo wangu ni kwamba Wakenya leo watasherehekea shughuli za Labour Day kama ilivyo desturi. Lakini hakuna msukumo hasa wa kutoka ndani, ile furaha ya kutoka ndani, kwa hawajivunii matunda ya kufanya kazi. Na tunawekuwa tukiona kwamba saa ingine kuna tangazo kwamba wafanyikazi wameongezwa mishahara, wameongezwa ile minimum wage, lakini kuambatana na zile shida na ile matatizo iko nchini, inakuwa kwamba haiko ile tunaita in tandem, haiambatani. Ni kwamba kwa mkono mmoja unapewa shilingi 10, kwa mkono ingine inachukuliwa shilingi 20. Na kwa hivyo inakuwa kwamba unaendelea kuzoroteka ama kudidimia, kwa sababu ile mfuko yako yenye umekuwa nayo kwa tangu siku za jadi, ndo bado tunaweka mkono tunatoa, kwa sababu tunakuongezea leo lakini tunaongeza tax. Tukiongeza tax na tena tunaweka tax kwa vitu zingine za either uchukuzi, petroli na nini, inakuwa kwamba bidhaa zinaenda juu. Na zikienda juu, kwa ile mfuko yako yenye umeongezewa shilingi 5, unapata kwamba unalipa pesa mingi zaidi. Na kwa hivyo Mkenya wa kawaida mahali yako leo, nashuku sana kwamba anafurahia kwamba leo ni siku ya Labour Day. Hakuna kitu hasa. Ni siku tu ya sherehe, kwa sababu sisi tulikuwa, kama mimi nilikuwa nikijua babu yangu akiniambia leo ni siku ya Labour Day, twende tukapande miti. Kwanza kwetu tulikuwa tunaita sikukuu ya kupanda miti. Hakukuwa na kitu ingine kubwa ya kusherekea. Kwa hivyo leo ningeomba kwamba wenye wanaangalia maneno na kuangalia hali ya mwananchi wa kawaida, mfanyikazi wa leo, wafikirie ni nini hasa itamfanya kwamba siku ingine mwaka ujao aweze kusherekea Labour Day kwa kina, akijua kwamba kuna kitu inanifanya nisherekee. Na picha hizo, mtazamaji, moja kwa moja zinakujia kutoka eneo la Uhuru Gardens, Lang'ata hapa jijini Nairobi, ambapo ni msafara wa Rais William Ruto tayari umewasili katika uwanja huo wa Uhuru Gardens. Hapo mbeleni tuliweza kumwona mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, na pia vile katibu mkuu wa koti Bwana Francis Atwoli, na pia vile waziri wa Labour Alfred Mutua. Siku hii inakuja wakati mbaya Bwana Martin, kwani ni siku ambayo waziri wa Labour Bwana Alfred Mutua amepewa tuhuma chungu nzima kuhusiana na ulaghai ambao uliweza kutendeka kuhusiana na ahadi kocho kuhusiana na kazi za ughaibuni. Lakini hali inakuwa ni tofauti, lakini leo tumemuona kabisa anasherehekea siku kuu ya wafanyikazi. Na kuwaje? Inakuwa ni jambo la kufedhehesha sana ukiona kwamba mtu wa hadhi ya waziri wa Labour Bwana Mutua kukua anatajika katika vitu zenye haziafikiani na maadili ya what we call proper governance. Kwa sababu gani? Itakumbukwa kwamba mwaka jana kulikuwa tena na tuhuma kwamba alikuwa amesema kwamba kuna kazi za Wakenya kufanya sijui nchi za Canada na wapi, na ikakuwa zile nchi zinatoa taarifa kwamba hayo si yetu. Ni hiyo, sitaki kutumia jina uongo, lakini wanasema kwamba hatujaafikiana kitu kama hicho. Ningetaka kusema kitu kwamba mimi usema mgala muue lakini haki yake umpe. Rais William Ruto anajaribu sana katika kutafuta ile tunaita bilateral labor agreement. Lakini rais akienda afikiane na mwadani wake wa nchi jirani, ama tuseme Ulaya, Canada, wapi, inabidi ama ni jukumu la wizara ya Foreign Affairs na ya Labour kufanya ile tunaita legislation, wafanye kwamba hiyo rais wameafikiana itatimizwa. Lakini inakuwa kwamba wale wako na jukumu la kufanya hiyo kazi hawajibiki. Na Martin, tokata kidogo. Unajua kila wakati wa sikukuu ya Labour wafanyikazi wana matumaini mingi sana. Na miaka nenda miaka rudi huwa tuna na kwa hivi sasa, mtazamaji, mwelekezi wangu anasema kidogo tutupe macho katika eneo la Uhuru Gardens kwa hivi sasa.
Ikiwa tayari tumemwona Rais William Ruto tayari kesha wasili, tupate kusikiza ni yapi yanaendelea na hali jinsi ilivyo siku hii ya leo, na pia tusikie wafanyikazi watapewa